Wengine wanaiona tu, unaona mtu akitembea ati unaona ni mkubwa, unafikiria ukubwa ndio kazi. Ngoja utajionea. Wengine naona wanajionea tayari. Mimi nilikuwa na jukumu la kuunda vikosi vya jeshi na kuwapatia bendera yao ndio waweze kwenda kazi ya kulinda nchi yetu. Lakini mbele ya waende kazi, mimi nikiwapatia bendera na amri, Bishop Mugambi kazi yake ilikuwa kuombea hiyo kikosi na kuombea hiyo bendera. Kwa hivyo kazi yake sio ya hapa Meru, kazi yake ni ya nchi ya Kenya. Bishop Cyrus Celestius Mugambi, Bishop Celestius amefanya kazi mingi katika taifa hili letu la Kenya. Ametuhudumia na amewahudumia hapa Meru, na hata mimi amenihudumia, kwa sababu kwa kazi hiyo ingine nilikuwa naye. Mimi nilikuwa na jukumu la kuunda vikosi vya jeshi na kuwapatia bendera yao ndio waweze kwenda kazi ya kulinda nchi yetu. Lakini mbele ya waende kazi, mimi nikiwapatia bendera na amri, Bishop Mugambi kazi yake ilikuwa kuombea hiyo kikosi na kuombea hiyo bendera. Kwa hivyo kazi yake sio ya hapa Meru, kazi yake ni ya nchi ya Kenya. Na tunaendelea kumtakia mema akiendelea mbele. Na nimwambie maisha ya kuwa mtu ambaye amestaafu ni mazuri sana. Na kuwa umestaafu bado ukiwa na nguvu, una responsibility. Unaangalia wale wengine kwa TV tu, ukiwaangalia vile wanaendelea, kwa sababu wengine wanafikiria hii makazi ni rahisi. Kwa hivyo incoming Bishop Jackson, Bishop now, soma kwa karibu hiyo miezi ambaye mtakuwa pamoja na Bishop Mugambi, kwa sababu hii si kazi rahisi. Wengine wanaiona tu, unaona mtu akitembea ati unaona ni mkubwa, unafikiria ukubwa ndio kazi. Ngoja utajionea. Wengine naona wanajionea tayari. Si kazi rahisi. Kuongoza and to shepherd your people is not an easy job. But I am sure that God will give you the grace and the strength to execute your duties as Coadjutor Bishop of Meru Diocese, and eventually, in God's will, as the Bishop of this great diocese of the Republic of Kenya. We pray for your family, we pray for your diocese, we pray for God's guidance and His hand over you as you execute your new responsibilities, and we are confident that you shall be able to fulfill that which God has set forth for you. Ya mwisho, kwa sababu mimi sitaki kuongea sana siku hizi, mimi sio mtu ya kuongea mambo mingi. Ni kusema tumesikia homily ya leo, a very powerful homily ambayo tumepewa na Bishop Kamomoe. Ule ambaye ako na masikio amesikia. Ni yangu tu ni kusema hiyo mambo ya maex labda zamani, lakini siku hizi mimi asiniangalie vile alikuwa ananiangalia mimi. Mimi siko huko. Na hata Kinoti naweza kumtetea, alikuwa jirani wangu. Kama alikuwa anachelewa kufika nyumbani ni kwa sababu tulikuwa kazini, sio mambo mengine.
Sijui siku hizi kwa sababu amerudi Meru siwezi kusema, lakini kama ameendelea hivyo, sisi ni watu wazuri, hatuna shida na hiyo maneno. Kazi yetu ni kuombea na kuendelea kuombea taifa letu la Kenya. Lakini pia vile tumesikia, it is important for every one of us to heed the message that we have been given today. Na mimi sitaki niirudie vile nimesema, kila mtu ambaye ako na masikio amesikia. Yangu ni kusema tuendelee kuombea nchi yetu ya Kenya. Tuendelee kuombea viongozi wetu, sababu lazima tuombee viongozi wetu. Lakini pia tuendelee kuomba ya kwamba viongozi wetu watafungua masikio na roho zao na wasikie kilio cha wananchi ambao wanaongoza. Kwa hivyo sisi siku ya leo, my Lord Bishops, and especially our chief guest today, Bishop Jackson, we wish you the best. May you continue with the great work of spreading the gospel. But even as you heal souls, may you also help give this country direction. You must save souls, but if you have no lives, you will have lost those souls. So we must protect yale ambaye ni ya dunia hii, hata tukilinda maisha ambaye yatakuja. The two go hand in hand. And as I've always said, you as the church have a moral responsibility to ensure that our nation stays on the right path. Kwa hayo machache na mengi, nasema Mungu awabariki wenzangu, Mungu awalinde, na tutaendelea kutembea. It will not be the last. Bado tutakuja tu kutembea tena na tena, mkitualika.